Tambue uwepo wa wabunge wenzangu ambao ndo wenye shughuli yao leo, wote mliopo. Waheshimiwa wabunge, nawashukuru kwa kuja, na huu ndio umoja ambao tunategemea tuuimarishe ndani ya mkoa wetu, tuwe na umoja ambao una alama moja na neno moja. Ndugu zangu, mimi namshukuru Mungu kwa siku ya leo. Kwanza ametupa nafasi ya kuwa hai, lakini nafasi ya kupanga na nafasi ya kutekeleza. Wakati fulani huwa tunakaa tunajiuliza. Siku moja nilikuwa namuuliza mzee Gachuma kwa umri wake, naambia mzee, hivyo unajisikiaje ukiamka asubuhi? Wewe umeamka vizuri na inawezekana umepata chai yako vizuri na chakula, lakini kila ukiangalia majirani au shule zetu pamoja na vituo vya afya, unakuta serikali imefanya kazi kubwa, lakini na sisi tuna nafasi ya kusaidia ili watu wasonge mbele. Sasa nikawa namuuliza mzee, kwa umri wako wewe unashauri nini ambacho naweza kufanya ambacho unahisi kwamba kitaweza kuleta chachu kwenye mkoa wetu, lakini na taifa letu kwa ujumla? Kwa hiyo haya tunayoyafanya kiukweli yana ulezi, kwa maana ya malezi na miongozo mikubwa sana ya mzee wetu Gachuma. Kwa hiyo mzee, sio vyema tukasifiana wakati hatupo, lakini wakati tupo ni vizuri tukapeana na kuwalinda na kuwaheshimu hao wazee wetu wote, kwamba wana mchango tangu enzi zile mpaka sasa, lakini sisi ambao ni vijana tunapaswa sasa kuwa na mchango mkubwa zaidi ili tuweze kukimbia kwa spidi kwa ajili ya taifa letu na sehemu tunayotoka. Kwa mfano mimi kwa ajili ya mara yetu. Kwa hiyo ndugu zangu, kwenye maisha ya kimaendeleo, cha kwanza lazima uhakikishe unaelimisha watu, elimu. Lakini cha pili, wawe na afya. Unaweza ukaelimisha, mmeelimika, lakini mkawa na afya ambayo sio njema, kwa hiyo uzalishaji utapungua. Kwa hiyo tukaamua kuanzisha hii foundation yetu, lakini lengo kubwa lilikuwa kwamba yapo mambo mengine mengi, lakini kipaumbele iwe ni kuboresha elimu, lakini pia na kuangalia mazingira bora ambayo tunaweza tukafanya yale ambayo serikali imefanya, nasi tukachangia kupitia kwa wadau ambao wanatuchangia na sisi kwenye foundation. Kwa hiyo tukaimarisha na mifumo yetu ya afya, lakini wapo watu ambao ni mmoja ambao tunaita hawajapata privilege au hawajapata ufanisi. Akili na uwezo wa shule wanayo, lakini uwezo wa kupata yale mahitaji ya kwenda shule hawana, kulingana labda na background, ni yatima au vyovyote vile ambavyo imemkumba. Kwa hiyo hawa nao ni kwamba unamsogeza tu ili mbele ya muda atakuja sasa atajitegemea. Kwa hiyo tukasema pia hili nalo ni swala la kuangalia, lakini kwa kuanzia tukaanza na wilaya yetu ya Serengeti ambayo kiukweli hatutangazi sana namna tunavyosaidiana, lakini tumepiga hatua kubwa sana kusogeza watu mbele.
hatua kubwa mno. Wakati mwingine unaweza usielewe. Hata mimi mwenyewe wakati mwingine huwa sielewi. Kuna siku moja tukiwa kwenye ibada ya Sabato pale Dodoma, sio siku nyingi tu, nilisha kuwa mbunge na waziri. Binti mmoja anaitwa Esther, wakati natoka hivi akajitokeza ananiwahi. Kwa wasaidizi wangu wakawa wanamzuia, ambia ngoja kidogo nimsikilize. Akanambia nilikuwa nataka nikushukuru tu. Ambia kwa ajili ya nini? Akasema mimi nimemaliza chuo kikuu cha Dodoma sasa, lakini tangu naanza kusoma mpaka nimemaliza, wewe ndio umekuwa ni mfadhili wangu na nilikuwa sijai kuona wala kukushika mkono. Lakini cha kushangaza sasa, akanielezea jinsi ambavyo alikuwa anafaulu vizuri shule zetu hizi za kata, kaenda high school zote zile, tulikuwa tunawasiliana tu, mimi na msupport, anaenda. Lakini akanambia baada ya kumaliza nimefanya vizuri, nimepata ufadhili kwenda Uholanzi. Sasa cha kujifunza sio swala Uholanzi wala kumaliza. Cha kujifunza ni kwamba wakati ukiwa unataka kumsaidia mtu, sio lazima umjue. Wewe fanya tu, songa mbele, historia itajilipa yenyewe. Kwa hiyo ndugu zangu, kupitia hiyo tukasema wacha tuendelee kufanya haya mambo. Sasa tumeshafanya kwa kiasi kikubwa. Tulianza na wilaya yetu ya Serengeti, tukatanuka kidogo kwenye wilaya zetu zote. Nyansawa Foundation imegusa kila wilaya kwenye muda uliopita. Lakini baada ya muda nikasema no, sasa tunataka tutanuke kwa maana ya kufanya shughuli sasa zile za mkoa mzima na taifa kwa ujumla. Kwa hiyo tunao mmoja wetu wa wabunge wetu wa mkoa wa Mara, tuna mmoja wetu ambao sasa mimi wamenichagua pia kuwa mwenyekiti wao wa wabunge. Kwa hiyo katika vikao vyetu yapo mambo tumeazimia. Ndugu zangu, siasa imeisha kupita, ile iliyopita imeshapita. Tunachodaiwa sasa ni maendeleo ya yale tulio yaahidi.